بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ndugu Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jana tulisoma kidogo tu aya inayotufunza ahkami za kisheria za kuhusiana na hija. Mwenyezi Mungu mtukufu anasema, wa atimmul hajja wal umrata lillah, ikamilisheni hija na umra na mfanye hivyo kwa ajili ya Allah. Kamilisheni ibada ya hija na ibada ya umra, mfanye hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu, ibada ya hija ni moja katika ibada kubwa sana. Wallahi, ibada ya hija Waislamu, watu tunaichukulia maskhara, tunaichukulia kama kitu hakituhusu. Waislamu, tunakuelekezeni na sisi tunajikumbusha, ibada ya hija, kama ushapata uwezo, fanya haraka uende. Hata kama kauli ya kusema baada ya miaka miwili mitatu utakwenda ipo, lakini fanya haraka. Kwa nini tunakwambia fanya haraka? Fanya haraka kwa sababu uhai, hakuna mwenye uhakika kuwa atafika kesho au kufika mwakani. Tunayo matumaini ya kufika kesho, lakini tunayo matumaini ya kufika mwakani. Uhakika hatuna. Fanya haraka, nenda kahiji ili upate kufanya ibada hii tukufu. Ukiswali katika msikiti ule wa Makka ambao ndani kuna Al-Kaaba, ukiswali pale swala moja ukiswali pale ni sawa sana kuswali swala za hiyo katika misikiti mingine 100,000. Bwana, hebu fikiri, yani adhuhuri kama hii tuliosali adhuhuri hii, kwa kutekeleza nguzo za sala, shuruti za sala, na kujiepusha na mubtilati sala, na kutekeleza sunna sala, sala ikakamilika hivi, malipo utakayolipo kwenye umeswali msikiti huu na swala hii ukaiswalia katika msikiti ambao ndani kuna Al-Kaaba, ni sawa sawa hizi swala za msikiti huu swali swala 100,000 ndio sawa na swala moja aliyoswali katika msikiti. Wewe Muislamu na uwezo unaacha ofa kama hizi, wallahi ni hasara. Una gari ya kutembelea, una gari ya biashara, una gari ya kitu gani? Hebu uza moja, nenda hija akapate hizi fadhila. Hujui ni lini, wakati gani Israeli atakuja kutoa roho yako. Ibada kama hizi usikose. Si hivyo, nenda kaswali katika msikiti wa Bwana Mtume Muhammad salawatullahi wasalamuhu alayhi. Ukiswali mle swala moja ni sawa sawa na swala hiyo kwenye misikiti mingine swala 1,000. Msikiti wa Bwana Mtume ukaswali swala moja ni sawa sawa na swala ulioswali msikiti mwingine kasoro wa Maka, ni sawa sawa na kuswali swala 1,000. Ukienda ukasali msikiti wa Falastini ukasali sala moja ni sawa sawa na kusali misikiti mingine sala 500. Tizama misikiti hii mitukufu, na wewe uwezo unao na mali unazo, ufikiri kujiongezea katika kumtii Mungu kupitia mali yako. Kwa nini Muislamu? Al-ahkamu shar'iyyatu, hukumu za kisheria zilizochukuliwa kutoka katika aya tuliyoisoma, wa atimmul hajja wal umrata lillah, kamilisheni ibada ya hija na ibada ya umra, mufanye hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii, kipande hiki, kuna ahkami kadha. Wenye macho ya kutuchukulia hukumu kutoka humo wasikilize wanavyoitafsiri hiyo aya na namna walivyoelewa, lakini pia na ahadithi mbalimbali ambazo wameelewa kuhusu aya hii. Alhukmu alawwal, hukumu ya kwanza inayopatikana katika aya hii, hal al-umratu wajibatun kalhaji,
Je, ibada ya umra ni wajibu kama ilivyo hija? Kwa sababu tunaposoma nguzo za Kiislamu umra hatuoni. Tunaona kuna shahadatu an la ilaha illa Allah wa shahadatu anna Muhammadur Rasulullah, iqamu ssalah, itau zakah, saumu ramadhana, hijjul bait man istata ilayhi sabila. Je, sasa kupitia hapa Mwenyezi Mungu aliposema wa atimmul hajja wal umrata, hija nayo ni wajibu si wajibu? Wanawazuoni hawa Mungu awarahamu na walipe kila la kheri kwa kazi waliofanya kuhudumikia elimu ya dini ya Kiislamu na kutuhudumikia sisi tusiyojua kitu, awalipe kila la kheri. Hija ni wajibu. Je, na umra nayo ni wajibu? Nenda hija yenyewe haina khilafu kama ni wajibu au ni sunna. Hija ni wajibu tu, umra ndio ina ikhtilafu. Ikhtalafa alfuqaha fi hukmi alumrati, wanazuoni wametofautiana katika kuelewa umra nayo hukumu yake ni wajibu au sunna. Fadhahaba ash-shafi'iyyatu, wakaenda wanazuoni katika madhhabu Shafi'i, wal hanabilatu, na wanazuoni katika madhhabi ya Imam Ahmad ibn Hanbali, ila annaha wajibatun kal hajj, umra ni wajibu kama ilivyo hija, hakuna tofauti. Wa huwa marwiyun an Ali, ukitoka katika ngazi ya hawa wanazuoni wa Kishafii na wanazuoni wa Kihanabila, tukienda ngazi ya juu masahaba, kauli hiyo imepokelewa kutoka kwa Sayyidina Ali ibn Abi Talib, anasema umra nayo ni wajibu kama ilivyo hija. Wabni Umara, lakini Abdullah bin Umar anasema umra nayo ni wajibu kama ilivyo hija. Wabni Abbas, na Abdullah bin Abbas anaeleza kwamba umra ni wajibu kama ilivyo hija. Wadhahaba almalikiyatu walhanafiyatu, Malikiya na Hanafia, wafuasi wa madhhabi Imam Malik na mwenyewe Imam Malik na Hanafia ya Imam Abi Hanifa, wao wameelewa kwamba umra ila annaha sunna, umra ni sunna. Madhali ishakuwa na khilafu kuwa ni wajibu au ni sunna, hawa wamesema ni sunna, hawa wamesema ni wajibu, na wote wamefahamu kutoka kwenye aya na ahadithi. Hakuna aliyefahamu kutoka kwenye vyanzo vingine vya kutoka kwenye kichwa chake. Maana kuna wale watu wanakuambia, kwani tumeachiwa madhehebu, tumeachiwa aya na hadithi? Kwani uliwahi kusikia Imam Shafi'i, Imam Abi Hanifa wamechukua katika Biblia kwamba maelezo haya nakuelezeni umetoka kwenye Biblia? Ushawahi kusikia hivi? Wameelewa kutoka huko huko kwenye aya na ahadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kauli hii ya kusema umra ni sunna, wa huwa marwiyun an ibn Mas'ud, kwa masahaba Abdullah bin Mas'ud anasema umra ni sunna, ameenda tofauti na wale masahaba wengine. Wa Jabir ibn Abdullah, na Jabir ibn Abdullah anasema umra ni sunna. Wanazo dalili walizoelewa kutueleza haya, adillatu shafi'iyyati wal hanabilati, dalili za madhhabu Shafi'i waliosema umra ni wajib na Hanabila waliosema umra ni wajib. Istadalla shafi'iyyatu wal hanabilatu ala madhhabihim bibid'ati adilla nujizuha fima yali, wametoa dalili kadha madhhabu Shafi'i na madhhabu Imam Ahmad kwamba kwa msimamo wao huo kwamba umra ni wajib, basi wameeleza kwa dalili kadha, nujizuha fima yali, tunazifupisha, tunazileta hapa kwa kuzifupisha, hatutoleta kwa upana wake. Awalan qauluhu ta'ala, kwanza dalili inayothibitisha kwamba umra nayo ni wajib, qauluhu ta'ala, ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kauli ya Allah ndiyo iliyosema umra nayo ni wajib. Ni ipi kauli hiyo? Nasema wa atimmul hajja wal umrata lillah, kamilisheni ibada ya hija na ibada ya umra, mufanye hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atimmu ni amri, amri inachotuelewesha kwamba hicho kilichoamrishwa ni wajib.
Hivi ndivyo walivyofahamu madhhabu hizi mbili kutoka kwenye aya hii. Faqad amarat al-ayatu bil-itmami, aya imeamrisha kukamilisha ibada ya umra na hija. Wa huwa fi'lu shay'in, ni kutekeleza, wal-ityanu bihi, na kutenda, kamilan tamman, kwa ukamilifu. Fadalla ala al-wujubi, kwa hivyo aya imejulisha kwamba ibada ya umra na yenyewe ni wajibu. Thaniyan, dalili ya pili walioitumia wanaozuni hawa, ma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam fi sahihi, ni ile hadithi iliyothibiti katika sahihi al-Bukhari, annahu qala li ashabihi, mtume aliwaambia masahaba, man kana mahu hadiyun falyuhilla bihajjatin wa umratin, mwenye mnyama wa kumchinja basi aingie katika kufanya ibada, aingie katika ihrami ya hija na umra kwa pamoja. Dalili ya tatu, marui anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala, mtume ameeleza, dakhalat al-umratu fi al-hajj ila yawm al-qiyamati, umra imeingia ndani ya amri za hija, hilo litaendelea mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo hadithi hii nayo tufahamisha na kuwafahamisha wanazuoni wa madhhabu hizo mbili kwamba ibada ya umra ni wajibu kama ilivyo hija, na hadithi hiyo rawahu Imam Muslim. Hai, wale waliosema ibada ya hija ni sunna, wao na wao nazo dalili. Naam, adillatul malikiyya wal hanafiyya, dalili katika madhhabu Maliki na madhhabu ya Imam Abi Hanifa. Istadalla al-Malikiyyatu wal-Hanafiyyatu, wametumia kuwa ni dalili madhhab Maliki na madhhab ya Imam Abi Hanifa ala anna al-umrata sunnatun bima yali, kwamba ibada ya umra ni sunna kufuatia maelezo yafuatayo. Ikiwa hawa wamesema ni sunna na hawa ni wajibu, kujiondoa katika jambo kama hili ni unatakiwa ufanye. Kwa hivyo nenda kafanye ibada hiyo inoelezewa na wanazuoni wametofautiana kuwa ni sunna na ni wajibu. Kujiondoa ni kuitekeleza. Awalan, adamu dhikri al-umra fi al-ayat allati dallat ala faridati al-hajj, dalili ya kwanza ni kutajwa umra katika aya zilizoeleza uwajibu wa kwenda ibada ya hija, ufaradhi wa hija. Aya zilizoeleza hivyo hazikutaja umra. Mithlu qawlihi ta'ala, mfano kauli ya Mwenyezi Mungu, walillahi ala an-nasi hajjul bait, hapa kuna hija tu, hakuna umra. Kauli ya Mwenyezi Mungu, wa'adhim fi an-nasi bil hajji, watangazia watu hija, haikusema haya na umra. Thaniyan, kwa hiyo aya hizo hazikutaja umra, hivyo ikajulisha umra sio wajibu. Thaniyan, qawlu inna al-ahadith as-sahihata, wa mahadithi zile zilizo sahihi, allati bayanat qawaid al-islam, zilizofafanua misingi ya Uislamu, lam yarid fiha dhikru al-umra, hazikueleza kuitaja umra kwamba na yenyewe katika nguzo za Kiislamu. Fadalla dhalika, hilo likajulisha ala anna al-umrata laysat bifaridha, kwamba umra si fardhi, wa annaha takhtalifu fi al-hukmi an al-hajj, na kwamba umra inatofautiana katika hukumu na hija, hazifanani. Thalithan, ma ruya an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yale maelezo yaliyopokelewa kutoka kwa mtume, annahu qala alhajju jihadun, kwamba hija ni jihad, wal umratu tatawwu'un, umra ni sunna. Hadithi hii wameitumia madhhabu hizi kuthibitisha kwa umra si wajibu. Rabi'an, ma ruya an Jabir ibn Abdullah, ya nne ni ile dalili iliyopokelewa kutoka kwa Jabir ibn Abdullah kutoka kwa mtume, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam anil umrati, mtu mmoja alimuuliza mtume kuhusu umra, awajibatun hiya, umra ni wajibu? Qala la, tunasema hapana. Sasa tena mwataka tafsiriana na mtume anasema umra si wajibu. Wa an ta'tamiru khairun lakum, lakini mkifanya umra
ni bora, ni jambo zuri. Khamisan, wa ajabu anil ayati wal ahaditha, dalili ya tano, wamejibu zile aya zilizoelezea na ahadithi kwamba hija ni wajibu, allati istadalla biha Shafi'iyya, walizotumia dalili madhhabu Shafi'i, faqalu innaha mahmulatun ala ma kana ba'da ash-shuru'i. Zile aya iliyosema kamilisheni ibada ya hija na umra kwa ajili ya Mungu, pale ni mtu anapoanza ibada ya hija au ibada ya umra haruhusi kuiacha, anatakiwa aimalizie. Kwa hiyo aya haikusema ni wajibu umra, bali malizia. Hivi ndivyo walivyokwenda na kutufahamisha. Fa inna ta'bira bil itmam mush'irun bi annahu kana qad shara'a fihi, hiyo kuashiria kukamilisha ni kwamba mtu huyu alikoshaingia kufanya ibada hiyo, kwa hiyo analazimika kuikamilisha hiyo ibada. Wa hadha yajibu bil ittifaq. Kauli ya mwisho, qala al-allamatu ash-Shawkani, al-allama ash-Shawkani anaeleza, wa hadha, kwa kweli kauli hii ya kusema umra ni sunna na dalili zake hizi tulizozieleza, wa in kana fihi bu'd, ingawa ipo mbali kidogo, lakinahu yajibu almasiru ilayhi jam'an baina aladilla, inalazimika tuende na utaratibu huu wa kusema kuwa ni sunna ibada ya umra, na hivyo ni kuzitumia dalili zote mbili, wala siyama baada tasrihihi, na hasa pale mtume alipotamka mwenyewe wazi, bima taqaddama fi hadithi Jabir, kwenye ile hadithi Jabir alipoulizwa umra ni wajibu, akasema hapana, min adabi alwujub, kwamba umra si wajibu. Wala hadi yuhmalu ma warada, na kwa maelezo haya yanachukuliwa maelezo ma warada mimma fihi, yale yaliyokuja ambako ndani yake kuna dalalatu ala wujubiha, kwamba kuna ujulishaji kwamba umra ni wajibu, yachukuliwa kwamba ni kwa ajili ya kukamilisha na wala sio kwa ajili ya wajibu. Alla hadha raya, kwa kweli hii rai ya kusema kwamba umra ni sunna, huenda ndiyo rai arjahu, ndio yenye nguvu zaidi kuliko ile nyingine. Wallahu ta'ala a'lamu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ndugu Muislamu, ukiwa na uwezo wa kwenda hija, je, kusudia wakati ndio huu wa kwenda kufanya ibada ya hija na umra. Walhamdulillahi rabbil alamin.